tutaangazia hapa. Mwalimu, kwanza kongole na hongera sana kwa kuwafaa wanafunzi kwa miaka mitatu iliyopita. Manake tuliyoyajadili hapa yalitainiwa. Na wanafunzi wameshukuru sana kwa sababu ya hilo. Na tayari wenyewe wanasema kwa lugha ya Kiingereza in advance ama mapema washakushukuru kwa sababu ya maandalizi ya mtihani wa mwaka huu. Kwamba wako tayari kusikiliza, wapo tayari ile kwa hiyo wasikiza wakati mwingine wasikiza wasabai wanafunzi wako kabla tusonge mbele mwalimu wetu. Ujambo watazamaji, karibu katika kipindi maandalizi ya KCSE. Muda umeyoyoma na hivi karibuni wanafunzi watakuwa na kabiliana na mtihani wa kitaifa wa KCSE, na tunatarajia kwamba wanafunzi hao wamekuwa kijiandaa kwa muda mrefu sasa. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa tatizo. Walisema kwamba kama mwanafunzi hajajiandaa hadi sasa ni vigumu sana kumsaidia. Sasa hivi sidhani kama tunaweza kusaidia kwa sababu ulikuwa na miaka minne kama hujafanya kitu, sidhani kama kuna lolote la haja sana unaweza kufanya. Lakini bado wasikate tamaa, wajaribu tu kujiandaa hapa na pale. Walimu, kicheko chako sio kizuri. Kwa nini? Jaribu tu kicheko. Wangangane kwa sababu sasa utasemaje? Kwa sababu unajua KCSE ni Kenya Certificate of Secondary Education. Na inamaanisha kwamba tunaanzia mtaala wa kidato cha kwanza. Kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa hivyo maswali yanatainiwa kuanzia kidato cha kwanza. Kwa hiyo huwezi kurupuka tu kutoka kwa popote ulipo na unasema kwamba sasa hivi tunazungumza hizi siku 4 3 ama wiki moja imesalia sasa ndio wewe unajiandaa kwa KCSE. Ulianza kujiandaa kwa KCSE ule wakati uliingia kidato cha kwanza. Ulipofunzwa sauti na kuainisha sauti na sauti ni nini, pale ndio ulianza kujiandaa kwa mtihani wa kitaifa. Naam. Kwa hivyo mwanafunzi, maandalizi yako basi yanafaa kukusaidia pakubwa zaidi ili mwisho wa siku uweze kuandikisha matokeo bora katika mtihani wa kitaifa. Na leo basi tutakuwa tukizamia sana karatasi ya 3. Na kabla pengine tujaangazia karatasi ya 3, sehemu ambayo tutakuwa tukiangazia pakubwa leo ni sehemu ya tamthilia. Tutakuwa tukiangazia tamthilia. Lakini kiufupi tu mwalimu Whitkins, pengine umpeleke mwanafunzi kwa takriban dakika 2-3 hivi. Tukizungumzia karatasi ya 3, tunaizungumzia karatasi ambayo ina nini na nini, pengine vidokezo vichache tu kuhusiana na karatasi ya 3 kabla tuangazie tamthilia ya Bembea. Shukran. Karatasi ya 3 ni fasihi ya Kiswahili. Na jambo fulani ambalo nadhani ni muhimu nizungumzie hapa ni kwamba japo Kiingereza ni lugha vile vile, karatasi za Kiingereza na karatasi za Kiswahili si sawa. Matatizo yamekuwepo. Kwa mfano ukiangalia fasihi ya Kiingereza wanavyotaini ni tofauti sana na fasihi ya Kiswahili. Fasihi ya Kiingereza inatainiwa kama insha, karatasi yao ya 3. Sisi karatasi ya 3 ni tofauti. Karatasi ya 3 sisi kuna sehemu 5. Sehemu ya fasihi simulizi, ushairi, sehemu ya riwaya, hadithi fupi na tamthilia au mchezo ule wa kuigiza. Kwa hiyo ukitazama ama ukiangalia mtazamo ule ni kwamba kila karatasi nao wanaambiwa wanafunzi usijaribu. Kwa mfano tumetoka kuzungumzia insha hapa. Insha na kanuni za insha katika Kiswahili na Kiingereza ni tofauti. Na matatizo yanaanzia pale. Mfano kuna mwanafunzi katika Kiingereza unajua anaambiwa si maneno 400 kwenye insha. Niliona mwanafunzi anaambiwa andike memo, anaandika kurasa 1 kwa sababu Kiingereza memo huwa ni fupi. Na unawaandikia wale wafanyikazi ukiwaonya kisha umemaliza kuandika memo. Lakini kwenye Kiswahili anaambiwa ni maneno 400 na mwanafunzi anakuambia Kiingereza sisi tulifundishwa. Mwanafunzi ujue kwamba wakati unasoma somo la Kiswahili si Kiingereza. Usianze kusema kwamba mwalimu wa Kiingereza vile vile anapoenda darasani huwezi kumwambia kwamba mimi katika Kiswahili nilikufunza kwa njia fulani. Haya ni masomo mawili tofauti. Wanafunzi tafadhali, japo zote ni lugha, mwisho wa siku kuna kanuni na kaida za Kiingereza na kuna kaida za Kiswahili. Kwa hivyo karatasi ya 3 ya Kiswahili hushughulikia hivyo vigezo 5 ambavyo nimezungumzia hapa, sehemu 5. Sehemu 5 zile ambazo nimerejelea, sehemu moja kati yazo huwa swala la lazima. Kama mwaka jana ilikuwa hadithi fupi, swala la lazima. Mwaka ambao umetangulia tulikuwa na ushairi, swala la lazima. Mwaka ule mwingine tulikuwa na riwaya, swala la lazima. Kwa hivyo sehemu yoyote katika hizi sehemu 5 huweza kutainiwa kama swali la lazima. Lakini leo hii katika kipindi hiki wiki jana tumezungumzia
si wiki jana, wiki uliotangulia jana tulikuwa tumezungumzia hadithi fupi mapambazuko ya machweo. Kwa hivyo tunabadilisha tukizungumzia bembea ya maisha, tunazungumzia mapambazuko ya machweo, tunazungumzia nguvu za jadi. Kwa hivyo leo hii tunataka tuzamie bembea ya maisha, tuangalie sehemu ambazo zina utata na vile vile mifano ya maswali na jinsi ya kukabili maswali haya iwapo KCSE mwaka huu watataini maswali ya namna hiyo. Na pale kuna wanafunzi umezungumzia tofauti ya miundo na mitindo ya uandishi. Mwalimu amekuwa hapa akiangazia insha, amezungumzia zaidi mirindimo ya misamiati na kadhalika pale kwenye uandishi wa insha, na umezungumzia kitu kwamba insha ya karatasi ya kwanza na masimulizi ya karatasi ya tatu ni tofauti, na kuna wale wanafunzi kama kawaida wanaopenda sana, wana migo, wana mirindimo ya misamiati kadhalika, misemo na hao kadhalika, wanataka kujaribu kutumia hapa kwenye karatasi ya tatu. Pengine zungumza naye kama mwakubali, inawapa alama zaidi, mapambo yale. Mwalimu amezungumzia kwamba yale mapambo ni mazuri zaidi katika uandishi wa insha, kwa sababu pengine mwanafunzi ameambiwa kwamba mapambo mazuri kwenye uandishi wa insha, anasema sawa, kama mapambo mazuri katika karatasi ya tatu. Aje tu na mapambo, tutamweka mahali pake. Fasihi ni hoja na kuratibu kile ambacho kimeandikwa kwenye kitabu na uweke katika muktadha wake. Kwamba iwapo unazungumzia aina za migogoro, sitaki kuzungumzia kitu kingine. Tupatie aina ya mgogoro na utoe dhibati kwenye kitabu. Mambo mengine hayo ni yako. Tukizungumzia muundo wa shairi. Shairi lina beti ngapi? 6. Niandikie shairi lina beti 6. Usiniandikie chochote kingine zaidi ya pale. Kwa hiyo ukiwa umekuja na misamiati pia ni sawa. Hamna tatizo, lakini tutakuweka mahali pako. Haja kuatisha wanafunzi. Si kuatisha, ni kuambia ukweli. Si kuatisha. Kwa sababu nimesema kuna kanuni na kuna zile sheria na malengo na shabaha ya kutahini mtihani. Jinsi ambavyo kila karatasi inatahiniwa, kuna lengo fulani ambalo mtahini anataka. Shabaha lake ni nini? Ile ndio objective katika Kiingereza. Kwa hivyo usije na za kwako. Mimi nina sababu ya kukutahini. Lengo langu na madhumuni yangu ya kukutahini ni kutaka kujua iwapo unaelewa kanuni zile za karatasi ya tatu. Kwa hivyo usijichanganye mwanafunzi. Usijichanganye. Naam. Kama mwanafunzi mmoja alipata alama 8 kwa sababu alama 8 kwenye karatasi nzima kwa sababu alifika na hadithi nyingi paukwa pakawa wazee wa kale hawakutupaka mafuta. Hiyo ni insha sasa, asituletee. Analeta pale. Hapo shida akiwataja wale wahusika pengine wahusika ama kweli. Na mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet leo, na mwelekezi wetu Hiran Mugaisi leo vile vile yupo, like ana shughuli nyingi lakini atakuepo, na najua mwelekezi wetu basi Kelvin Kibet utatupa swali hapa ili tuanze moja kwa moja kuliangazia swali la leo, sehemu ya tamthilia. Tutakuwa tukiangazia bembea ya maisha, jinsi ya kuweza kukabiliana na maswali ya bembea ya maisha. Kwa hivyo kuna kifungu pale, kuna dondoo pale, tutakuwa tukiangazia dondoo hiyo, alafu baadaye jinsi ya kukabiliana na hayo maswali ya dondoo. Na mtazamaji, nataka uwe makini zaidi kwenye swali hili na mbinu atakazotumia mwalimu leo, atakazokufaa nazo ili uweze kukabiliana na maswali ya aina hii, kwa sababu huenda baadaye basi ukasema tena, jamani, nilikuwa nikitizama tukizungumzia insha na mbinu, ningetumia mbinu hizo, pengine ningeandikisha matokeo bora zaidi katika mtihani wangu wa kitaifa kidato cha 4 mwaka huu. Mbinu hizi utazitumia katika dondoo nyingi tu mwalimu. Naam. Mwelekezi wetu Kelvin Kibet tu. Naam, swali lipo pale sehemu ya tamthilia Timothy Arege bembea maisha, jibu swali la 6 au 7. Kwa hivyo inamaanisha kwamba swali 9 lazima. Imekuja sehemu nyingine tofauti. Naam. Lakini iwapo utaona sehemu ya A tamthilia bembea maisha ambayo ina uwezekano mkubwa sana, utaona pale wameandika lazima. Kwa hivyo usiruke ukasema mimi nachagua. Kwa sababu swali lazima ufanye. Upende usipende. Naam, lazima ufanye. Unajua ujui, unataka utaki, lazima ufanye. Kwa hivyo swali la 6 linasema, yani hali nzima haikupi matumaini ya kutoka ukiwa bora. Matumaini yanadidimia. Tumaini lako unaliweka katika sala. Yaliza mtu wa dondo. Jadili umuhimu wa msemaji wa maneno haya katika kuendeleza tamthilia bembea ya maisha la 6. Maswali ya kawaida. Asasi inarejelewa ina changamoto sihaba. Thibitisha kurejelea tamthilia bembea maisha alama 10. Kwa hivyo tunaanza na swali la kwanza. Eleza muktadha wa dondoo hili.
Yaani hali nzima haikupi matumaini ya kutoka ukiwa bora. Matumaini yanadidimia. Tumaini lako unaliweka katika sala. Eleza muktadha dondoo, kisha jadili umuhimu wa msemaji maneno haya. Labda swali lipo sawa, kwa hivyo tunaweza tukaanza kulishughulikia. Na mwelekezo wetu tuko sawa, unaweza ukaliondoa swali tukilihitaji tutarejea kwa. Kwa hiyo ukiangalia ile mandhari ambayo dondoo imedondolewa imetoka. Haya yalikuwa maneno ya Asna. Asna anamwambia watu wawili, anamwambia Neema na Sara. Hakuwa Sara peke yake. Kulikuwa na mazungumzo baina ya Asna, Neema na Sara wakiwa hospitalini mjini. Kwa hivyo hawa ni maneno ya Asna. Asna anamueleza Sara na Neema. Sara, Asna na Neema walikuwa mjini hospitalini. Hii ni baada ya Asna kuanza walikuwa wanazungumzia swala la matibabu na huduma za kihospitali katika nchi nzima ile ambayo walikuwa ama jamii yao nzima ile. Wakawa wanalinganisha huduma za hospitali za mjini na zile za kijijini. Na ni vyema ama ni wazi tuweke wazi kwamba katika hospitali hii ambayo Asna, Neema na Sara walikuwa, ni kwamba hospitali hii ilikuwa ikitoa mwelekeo bora, au unasema kwamba zile huduma ambazo zilikuwa zinatolewa katika hospitali zilikuwa ni bora ukilinganisha na hospitali zingine. Na kumbuka chuku ambayo alikuwa anatumia Sara kujieleza akisema kwamba huduma za pale ni bora kuliko hata za hotelini. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wagonjwa pale wanapewa matumaini ya kuishi. Hata ukiwa mgonjwa ukipelekwa pale katika ile hospitali unakuwa na tumaini angaya ya kuwa na maisha bora ama afya yako kuimarika. Kwa hivyo wakawa wanasema kwamba si kama hospitali zingine. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hospitali hii ilikuwa inatoa huduma bora. Ndio maana akasema kwamba walikuwa wanazungumzia kuhusu huduma za matibabu katika hospitali mbalimbali ambazo wahudumu pengine hawakuwa na mlaka mwema na wale wagonjwa wao. Kwa hivyo tayari tunajua msemaji. Msemaji ni Asna. Wanawaambiwa ni wawili, Neema na Sara. Lakini swali la pili limesema eleza umuhimu wa anayesema maneno haya au msemaji wa maneno hayo katika kukuza tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo ni nani anayesema maneno haya? Asna. Umuhimu wa Asna ni upi? Tumeelekeza hapa mara si moja kwamba swali ambalo linazungumzia umuhimu wa mhusika lina pande mbili. Pande ambalo linatoa jibu, kisha pande ya pili idhibati kutoka kwenye kitabu. Kazi yoyote ukiona tu umuhimu wa mhusika, hoja 6 ambazo lazima uzungumzie. Mhusika anachimuza maudhui. Ni jibu ambalo lazima uzungumzie. Na katika kutoa idhibati, chukua maudhui moja tu, usichanganye. Wajua mhusika anaweza kuwa anaeleza maudhui ya ndoa, maudhui ya uongozi mbaya, anaweza kuwa huyo mhusika mmoja bado anaeleza maudhui ya ushirikiano, lakini sasa mwisho wa siku zungumzia tu moja, kwa sababu sisi kama walimu, unajua kuna wanafunzi wanauliza sasa nikizungumzia ushirikiano na walimu wameamua kusahisha magonjwa itakuwaje? Walimu wamesoma kitabu pia. Ukizungumzia ukweli tunajua huo ni ukweli. Kwa hivyo fasi tu ni debate. Kwa hiyo kama Asna kwa mfano, lakini wote tunajua wanafunzi nenda katika maudhui ambayo ni mazito na huyo mhusika anazichimuza wazi. Kwa mfano ukisema kwamba Asna anachimuza maudhui, je, ni maudhui yapi ambayo Asna anachimuza? Kuna maudhui ya mabadiliko, kuna maudhui ya elimu, kuna maudhui ya ajira au ukosefu wa kazi, kuna maudhui ya ukengeushi ambayo kwangu mimi ukiniuliza ni makuu. Maudhui ya ukengeushi hasa katika kitabu hiki, mhusika mkuu ambaye anaeleza maudhui ya ukengeushi sana ni Asna kwa sababu ya kengeuka kwake. Kwa hivyo ukisema Asna anachimuza maudhui ya ukengeushi, kisha tueleze upande wa pili kivipi. Asna anakataa kuolewa kwa kudai kuwa yeye ni tomboy. Huko ni kukengeuka kama kubadilika. Jamii inatarajia kwamba wanawake ama mtoto wa kike aolewe, na mtazamaji hatuna kuoleka. Sijui mnatoa wapi kuoleka. Kwa maana wanafunzi wanaandika kuoleka. Neno ni olewa. Olewa. Si oleka. Oleka si Kiswahili. Kwa hivyo maudhui ambayo anaendeleza ni ukengeushi, anasema kwamba Asna anakataa kuolewa kwa kudai kwamba yeye ni tomboy. Au anasema kwamba maudhui ya ukosefu wa ajira. Asna japo amesoma na kuhitimu hana kazi. Kuna maudhui vile vile ya mabadiliko. Ukengeushi pia ni mabadiliko, lakini kwa njia fulani unazungumzia mabadiliko. Mabadiliko kwa sababu gani? Asna anakumbatia usasa. Kumbuka yeye ni kifiefie na anasema kwamba yeye anataka mwili ambao unafurahisha. Ile tunaita petite katika Kiingereza. Kwa sababu alikuwa amesema yeye ni kifiefie. Mama alikuwa anamuuliza umekonda.
hii nafasi ya Ng'onda unaitakia nini? Akasema mama, wewe hujui tu jinsi ambavyo watu wengi wanatamani mwili. Wanapenda nikitoka hapa nje watu wengi wanatamani mwili huo aisee. Kwa hivyo inamaanisha kwamba anakumbatia mabadiliko fulani na anakataa kula. Anasema kwamba yeye anajaribu kutengeneza mwili. Kwa hivyo huko haya mabadiliko, kwa sababu kimsingi katika jamii chakula ni kitu cha kimsingi. Na watu lazima wakule. Huwezi ukawa unajinyima chakula kwa sababu ya nini? Kuwa na mwili nzuri eti. Hatuwezi kama ni mwili nzuri kwa sababu huwezi ukajua. Kuna watu wengine ambao tunawajua wanapenda vitu vizito. Hoja ya pili katika umuhimu wa mhusika. Mhusika yeyote atachimuza sifa za wahusika wengine. Wajua, na hili linaleta katika swali ambalo unaweza kuulizwa. Wanaweza kuuliza kwamba eleza mbinu wanazotumia waandishi ama mbinu wanazotumia kueleza sifa za mhusika ama kuchimuza ama kuibua sifa za mhusika. Kwamba utajuaje, tunaandikaje sifa za mhusika? Tutajuaje huyu mhusika ana sifa fulani? Moja, tutaangalia maneno ya wahusika wengine kumhusu huyo mhusika. Pili, tutaangalia matendo yake huyo mhusika. Tatu, maneno yake mwenyewe. Nini anapenda kuzungumza? Maneno yake huyo mhusika pia vile vile yatafanya nini? Yataleta sifa zake huyo mhusika. Kisha maneno ya msimulizi ama mwandishi. Mwandishi anasema vipi kuhusu huyo mhusika? Sasa wahusika hujenga sifa za wahusika wengine. Mfano, nikiwa nalia nikisema kwamba fulani ameniibia, tayari nishampatia sifa, ni mwizi. Kwa hivyo mhusika yeyote hujenga mhusika mwingine kwa kuchimuza sifa zake. Kwa hivyo muhimu wa huyu Asna anaibua sifa za wahusika wengine ama anajenga wahusika wengine, kama vile Bunju kama mtu mwenye utu au mtu mwenye ushirikiano mwema. Kwa sababu gani? Bunju anashirikiana na Neema kuwasomesha Salome na nani? Na Asna. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Asna anatoa sifa za Bunju. Kama si Asna kama mhusika na Bunju kumpeleka shule kwa mfano na kusaidia katika masomo yake, hatungeona kwamba Bunju ni mtu mwenye roho ya utu. Asna vile vile anajenga wahusika wengine kama Neema. Neema huyo mmoja tu bado anamjenga kama aliwajibika. Si haki. Si kwamba ni lazima na sheria kwamba mtoto wa kwanza au mnuna anafaa kusomeshwa na mtoto wa kwanza. Kwa mfano mimi nikisaidia mdogo wangu ambaye ananifuata ama yule mdogo wangu yeyote, haina sheria kwamba lazima nimsaidie. Lakini nikimsaidia inamaanisha kwamba mimi nimewajibika au nina utu. Mhusika yule vile vile yeyote huendeleza ploti. Ploti ni jumla ya matukio katika kazi ya fasihi. Sasa ukimwangalia kama Asna, ni kitu kipi ambacho hatuwezi tukaelewa iwapo tutamuondoa Asna katika kitabu hiki? Kupitia Asna, swala la ajira kwa watu ambao wamesoma na ukosefu wa ajira unajitokeza. Anaendeleza ploti. Amehitimu, anaishi katika servant quarter na vile vile anaogopa kurudi nyumbani. Amekuwa mtumwa wa fikra ya watu wengine. Kwa hivyo anasema watu watasema nini kunihusu? Mimi na masomo yangu yote nitaendaje kijijini? Kwa hivyo unaona pale amejifunga na fikra za watu wengine. Na kuna kauli nilisema pale wakati fulani kwamba sisi siku zote ni watumwa wa fikra wa watu wengine. Unadhibitisha vipi kwamba wale watu ambao wanafanya vitu kwa sababu ya kuogopa watu wengine? Kuna mtu unaweza kwamba anaamua kuwa mtu ambaye amenyooka, si kwamba anapenda, anaogopa watu watasema nini akijionyesha yeye mwenyewe ni nani. Kwa hivyo yeye ni mtumwa wa fikra ya watu wengine. Watu wengi sana huwa ni watumwa wa fikra za watu wengine. Hoja nyingine zungumzia kama na ploti zungumzia anwani. Anwani ya kitabu ni Bembea ya Maisha. Je, kuna jinsi Asna anaendeleza bembea ya maisha? Ndiyo. Bembea ya Asna inakuwa juu na kuna wakati inakuwa chini. Kwa mfano anaposoma na kuhitimu na ana kazi mahususi na anaishi katika servant quarter, maisha yake ni mabaya, bembea yake ipo chini. Kwa hivyo bembea yake ya maisha haimuendei sawa. Kwa hivyo anaendeleza anwani bembea ya maisha. Tatu, sita kundani kielelezo chake. Kila mhusika kuna kitu fulani ambacho anasimamia. Asna ni kielelezo cha wanawake. Inaweza kuwa ni mbaya ama mbaya, nzuri. Ni kielelezo cha wanawake ambao wanakataa ndoa. Anasema kwamba yeye anaogopa ndoa kwa sababu yeye ni tomboy, hataki kujihusisha na mambo ya ndoa. Huo mtazamo si yeye peke yake, kuna watu wengi ambao wana tabia kama hiyo. Kwa hivyo katika kitabu hiki nafasi yake ni ipi? Anawakilisha wale watu wenye msimamo kama huo.
Naam. Naam. Mtazamaji, nikitumai hapo umemakinika pakubwa, na kuna jinsi ambavyo mwalimu unaweka sawa na pengine wasisitizie. Kuna wale ambao watataja tu kwamba pengine tukimtaja mhusika asema tu ni kielelezo cha jamii, sufuri kabisa, bila kufafanua, bila kuthibitisha. Mayai mawili ya kienyeji asubuhi na mapema, sufuri. Lazima fasihi, lazima utoe idhibati, na vile vile kabla kutoa idhibati lazima udokeze ni nini unazungumzia. Swali muulize umuhimu, toa umuhimu, lakini fafanua kwa idhibati. Na si kwamba unafanya hivi vyote kupata alama 2, la, ila alama moja. Fasihi wanasema jibu mwafaka bila idhibati katika fasihi ni sufuri. Hiyo ndio sheria fasihi. Jibu mwafaka. Wanafunzi wengi wanajua kuna nusu alama. Hamna. Nusu alama haende katika matumizi ya lugha na sarufi. Katika fasihi hamna nusu alama. Ni unatoa idhibati unapata alama zako zote. Usikose kutoa idhibati upate sufuri. Hata kama ni alama 4. Naam, sufuri. Mayai yako mawili ya kienyeji. Wanapenda mayai. Swali ambalo linafuata katika sehemu ile, swali la da. Naam. Swali la cha kundadhi. Na swali lilikuwa linasema mwelekezi labda awarudishie swali. Asasi inayorejelewa imekumbwa na changamoto sihaba. Thibitisha kwa hoja 10 kurejelea tamthilia Bembea ya Maisha. Asasi inayorejelewa imekumbwa na changamoto sihaba. Thibitisha kwa hoja 10. Imekolezwa 10. Naam, 10, nataka 10. Si 12, si 13, 10. Ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Sasa mwanafunzi sasa ajiulize, katika dondo ile dondo ambayo tumezungumzia ni asasi ipi tunarejelea? Asasi ni institution katika Kiingereza. Pengine mwelekezi wetu turejeshie swali ndio ndipo mwanafunzi apate. Atafute asasi pale. Mwelekezi wetu Kelvin Kibet turejeshie swali ili mwanafunzi aweze kupata vizuri. Asasi inayorejelewa inakumbwa na changamoto nyingi au changamoto sihaba. Thibitisha kwa hoja 10 ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Swali lilikuwa linasema yaani hali nzima haikupi matumaini ya kutoka ukiwa bora. Hali nzima haikupi matumaini ya kutoka ukiwa bora. Kwa hiyo tunazungumzia nini? Tunazungumzia masuala ya nini? Matibabu. Matumaini yanadidimia. Tumaini lako linaliweka katika sala. Kwa hivyo kumbuka, mandhari ni hospitalini. Mhusika anayerejelewa hapa yupo hospitalini. Mhusika ambaye anarejelewa ni Sara. Sara yupo hospitalini. Sara ana Asna na Neema pale hospitalini. Sasa ukizungumzia asasi ambayo inarejelewa, asasi inarejelewa hapa ni asasi ya matibabu au hospitali. Kwa sababu gani? Wajua kuna asasi, wanafunzi katika Bembea wamezoea asasi ya ndoa. Kwa sababu ndoa ndio kitu cha kimsingi katika Bembea ya Maisha. Ndoa. Lakini kuna asasi tofauti. Kuna asasi ya ndoa, kuna asasi ya elimu, kuna asasi ya matibabu kama ambavyo tunazungumzia hapa. Kuna asasi ya utamaduni, mila na desturi, the institution of what? Of culture. Sasa vitu kama hivi ndio vitu ambavyo wanafunzi wanafaa lazima wafikirie katika mtihani. Sasa unaulizwa changamoto ambazo zinakumba hii asasi. Asasi ambayo inarejelewa pale, yaani hali nzima haikupi matumaini ya kutoka ukiwa bora. Matumaini yanadidimia. Tumaini lako unaliweka kwenye sala ama katika sala. Hapa ni hospitalini. Kwa hiyo swali la kwanza unafaa ujiulize ni je, ni nini hasa kitakusaidia kupata asasi inayorejelewa? Moja, aidha ni mandhari. Na pale mandhari ni hospitalini. Kisha pili ni maudhui au swala ambalo linarejelewa. Swala letu linarejelewa. Swala ambalo linarejelewa hapa ni matibabu. Wanazungumzia hali duni au hali potovu za baadhi ya hospitali ambazo zinafanya wanaougua wasikuwe na matumaini ya maisha. Wanabaki kuweka matumaini yao katika sala au maombi. Kwa hivyo swali la kwanza unafaa kujiuliza, tumejiuliza mandhari yapi yana sheheni haya mazungumzo. Pili, mazungumzo haya yanarejelea nini hasa, au kitu kipi kinapitishwa na mazungumzo haya? Tumesema pale ni masuala ya matibabu. Kwa hivyo asasi ni ya nini? Asasi ni ya matibabu au afya. Kama tuseme tu afya ndio wanafunzi waelewe. Asasi ya afya. Kwa hivyo changamoto zipi zinakumba afya kwa mujibu wa kitabu ulivyosoma? Si hapa Kenya. Usizungumzie swala la bima la afya kuwa matatizo. Naam. Usianze kusema vitu ambavyo havipo, umesoma kitabu.
Na hata ukiangalia jibu la kwanza lipo kwenye dondoo. Tukishasema kwamba hali nzima ikupi matumaini, tunarejelea nini? Tunarejelea mtazamaji, moja ni kutamauka. Jibu pale ni kutamauka. Ukisema kwamba hali nzima ikupi matumaini, inamaanisha umekata tamaa. Kwa hivyo kuna kutamauka. Na wanasema kwamba Asna anasema jinsi ambavyo huduma za hospitali mbalimbali zinakatisha tamaa. Kwa hivyo ni matatizo. Kuna kutamauka. Pili ni gharama ya juu. Gharama ya juu ya matibabu. Ukisoma kitabu pale katika mandhari ya hospitali, Sara alikuwa akilalamika akisema kwamba mmeleta katika hospitali ya gharama kwa sababu gani? Pesa nyingi zitatumika kulipa nini? Gharama ya matibabu. Inamaanisha kwamba kuna gharama ya juu ya matibabu. Na inamaanisha kwamba iwapo Neema hakuwa na uwezo wa kulipa, basi mwananchi wa kawaida hawezi kugharamia. Ndio maana tunasema kwamba changamoto ya pili ni gharama ya juu ya matibabu. Na unaeleza vipi? Unasema kwamba Sara akiwa hospitalini analalamika kuhusu pesa nyingi zinazotumika katika kulipa gharama ya hospitali. Kuna ukosefu wa imani kwa madaktari. Ukosefu wa imani kwa madaktari. Asna katika mazungumzo yake pale alisema kwamba baadhi ya madaktari hawakupi matumaini ya kupona. Baadhi ya madaktari hawakupi matumaini ya kupona. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba tuna ukosefu wa imani kwa madaktari. Na ni ukweli hata katika afya yetu ya humu nchini. Kuna baadhi ya hospitali ambazo wananchi hawana matumaini na nini? Na madaktari. Wale madaktari hawapi matumaini. Kuna utabaka. Utabaka upo. Kwa sababu gani? Kumbuka Sara ametolewa kijijini na mtoto wake ambaye ni Neema, akapelekwa kutafuta matibabu bora mjini. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna baadhi ya hospitali ambazo ni za watu ambao hawajiwezi. Kwa hivyo tayari kuna utabaka, tabaka la juu, tabaka la chini. Kumbuka masuala ya matibabu kimsingi tunafaa kuwa na usawa. Ugonjwa wako Bili na ugonjwa wangu unafaa kuwa unatibiwa sawa. Lakini iwapo mimi napata nafasi bora ya kutibiwa kuliko wewe, basi kuna utabaka, na hilo ni tatizo, kwa sababu sisi wote tunafaa kuwa na matibabu bora. Kisha kuna umaskini ama utamaushi. Tuseme utamaushi kwa mfano. Kuna utamaushi pale na unasema kwamba katika utamaushi hali duni ya hospitali za kijijini haziwapi watu matumaini ya kupona. Vile vile kuna ubaguzi kupitia utabaka. Neema alipopata ajali mbaya ya barabarani, alitumiwa madaktari wa kitengo cha flying doctors waliomuokoa. Je, wale wengine? Wanasema ajali hiyo ilikuwa mbaya, manusura walikuwa wachache. Kwa hivyo watu wengi waliaga dunia. Mbona wale wakaaga dunia? Na mbona yeye peke yake ndiye alisaidiwa? Pesa na utabaka. Mungu alikuwa anajiweza, akatuma madaktari wa kitengo cha flying doctors. Kwa hivyo ni ndege iliyokuja pale, na kitu kama hicho kilifanyika hapa nchini. Kuna ajali mbaya iliwahi tokea. Na kuna mtu mmoja ambaye hata watu wanashangaa mpaka sasa hivi ni mzima. Wanashangaa ilifanyikaje. Watu waliaga dunia, yeye alichukuliwa na ndege akaenda katibiwa nje ya nchi na akarejea ipo sawa. Sitaki kutaja jina. Lakini hivi vitu vinatokea. Fasihi ni kioo cha jamii. Naam. Hata wewe unajua hii ajali ilikuwa nani. Na alikuwa mtu mkubwa sana. Na alisaidiwa na serikali. Serikali ilimuokoa. Na wakati huo alikuwa ana nafasi kubwa katika chama cha serikali. Na baadaye kutibiwa akapewa pia nafasi ya wizara ambayo haikuwepo. Inaitwa ile shadow cabinet katika Kiingereza. Ni wizara ambayo ilitengewa ambayo haipo. Masuala ya fasihi. Nyingine nadhani ni uhaba wa vituo vya afya. Ni tatizo. Neema anamchukua Sara na kumpeleka mjini kutibiwa. Kumbuka kijijini aliko, wakati wanazungumzia siasa na kuzungumzia kijiji chao, wanasema kwamba wabunge wamekuwa kiahidi kuhusu maendeleo kila wakati. Wameahidi maendeleo mpaka sasa tunavyozungumza washakuwa wazee. Maendeleo hayaji. Kwa hivyo wamekata tamaa. Kwa hivyo vituo vya afya ni vichache.
ni changamoto pale kijijini. Na ndio maana inabidi mtu kutembea muda mrefu kwenda mjini kutafuta nini? Matibabu bora. Tatu ni miundo misingi, ukosefu wa miundo misingi bora. Wakati Neema anamchukua mamake kutoka kijijini na gari lake mwenyewe binafsi kumpeleka mjini kupata matibabu, wanazungumzia miundo misingi. Wanasema kwamba barabara hazipitiki. Inakuwa vigumu sana kusafirisha mtu hata akiwa mgonjwa kutoka kijijini kwenda wapi? Mjini. Kwa hivyo inamaanisha kwamba asasi inayorejelewa ambayo ni afya ina changamoto. Kumbuka hata katika kisiasa na katika uongozi tunasema kwamba tunafaa kuwa na miundo misingi bora. Iwapo barabara hazipitiki, si tu barabara kupitika, tunaangalia vitu vingi. Iwapo mtu ni mgonjwa kwa mfano, iwapitaje huyu mtu? Kwa hivyo barabara mbovu itaharibu nini? Itaharibu afya. Barabara mbovu itakuwa changamoto katika biashara. Barabara mbovu vile vile itakuwa changamoto katika uzalishaji na kilimo. Kwa hivyo miundo misingi ambayo ni mbovu pia vile vile ni changamoto pale. Kuna ugumu wa kutibu maradhi mengine. Kuna baadhi ya maradhi ambayo hata yakitibiwa na wale madaktari ni changamoto za afya. Watu wameweka pesa, wametibu, lakini mwisho wa siku mtu apone, anaaga dunia. Hata juzi tumekuwa tukiomboleza. Wataka kuniambia kwamba madaktari wa India hawakujaribu kumsaidia? Walijaribu. Kwa hivyo changamoto sasa ni nini? Si kwamba hawakuwa na uwezo. Changamoto ni kwamba kuna baadhi ya maradhi ambayo hayana tiba. Unaweza jaribu kila kiwezalo lakini hautibiwi. Hata Sara anaugua maradhi ya moyo. Anatibiwa lakini anaambiwa kwamba habari mbaya ilikuwa kwamba atazidi kuwa katika hali ile kwa muda mrefu. Kwa hivyo ilibidi kwamba aishi na ule ugonjwa. Japo ametibiwa na akasaidiwa, hakupona kabisa. Aliambiwa kwamba maradhi yale haiwezi akapona, lakini anaweza akawa anameza dawa na kujitunza kila wakati. Kwa hivyo kuna baadhi ya maradhi ambayo hayaponi kamwe. Naam. Na wajua kitu kingine labda kama sijasahau ni kwamba sehemu ile ina utata. Mwanafunzi asipotumia akili vizuri hata hoja moja hatapata. Kwa hiyo hoja zipo waziwazi. Lazima ufikirie kuhusu mazungumzo, mandhari, ndio upate changamoto ambazo zinakumba ile asasi. Kwa hivyo mwanafunzi asipopata asasi kumaanisha tayari atakuwa unasema mayai mawili ya kienyeji. Kuna mwanafunzi atatoa asasi nyingine tofauti. Alafu sasa zidondoe hoja kuhusiana na ile asasi, ataanguka. Na asasi nimesema zipo nyingi. Kuna asasi ya utamaduni, mila na desturi, kuna asasi ya elimu, tumesema kuna asasi kama hii ya afya, kama changamoto za elimu. Wajua elimu imeshughulikiwa lakini kwa kiwango kidogo tu, lakini ni mengi sana ambayo unapata katika kile kiwango ambacho elimu imeshughulikiwa. Kuna malezi pia na familia. Institution of family. Kuna changamoto ambazo zinakumba pia asasi ya malezi na familia. Utaangalia kwenye kitabu utaona kuna vitu vingi vinajitokeza. Kwa hivyo nadhani mwanafunzi lazima asome kitabu na aelewe ndiposa apate kitu. Kwa hivyo mwanafunzi usitunge swali lako na kujipa majibu yako, kwa sababu majibu yako yatakupa sufuri, mayai mawili ya kienyeji, anasema mwalimu. Na tuendelee mwalimu. Swali la 7. Swali la 7. Sijui mbona hunielewi. Siku zote nimekuambia kimasomaso tena kwa lugha ya waziwazi kuwa kuhusu hili wajibu wangu kama mume nitafanya na nimejitolea kutekeleza kwa hali na mali kufikia hapo. Wewe unajua uzito wa majukumu nilio nayo. Mshahara wako sikuombi wala sikupangii. Gharama zote zinajua tu mfuko wangu. Swali la kwanza, changalia vipengele vya kimtindo katika dondoo hili alama 6. Fafanua aina 8 za migogoro inayojitokeza kati ya msemaji na msemewa wa dondoo hili ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo umefungwa. Lazima iwe ni migogoro ambayo inarejelea nani? Anayesema na anayeambiwa. Kwa hivyo lazima ujue nani anasema na nani anaambiwa. Na usilete mgogoro ambao haupo baina ya hao wahusika wawili. Kwa mfano kuna mgogoro baina hata wale wazee kijijini. Ukileta pale huo mgogoro utaanguka. Kwa hivyo lazima uelewe swali na upeane vile vigezo ambavyo swali inarejelea. Fafanua aina za migogoro. Kwa hivyo aina ya mgogoro lazima ijitokeze. Bila aina ya mgogoro utapata. Useme tu mgogoro aina ipi. Kwa
Kwa hivyo kitaini pale ni aina za migogoro. Swali ambalo wanafunzi wanafaa jiulize ni je, wanajua aina za migogoro? Najua hawajui. Kwa hivyo lazima utanilipa nikitoka hapa. Aina za migogoro. Kisha swali la limegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya pili nasema marehemu nyanyangu alipotufunza mafunzo ya unyago, alitueleza kila tulilofaa kutenda. Marehemu nyanyangu alipotupa mafunzo ya unyago, alitueleza kila tulilofaa kutenda. Linganua asasi inayojitokeza kwenye dondoo hili kiwakati ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Linganua asasi inayojitokeza kwenye dondoo hili kiwakati, nimekufunga mara 3, ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo turudi pale juu kwanza tuchanganue mtindo. Na ukisema hivyo imenikumbusha linganua. Kuna mwanafunzi mmoja tukiwa shuleni alikasirika sana na linganua. Unajua linganisha si sana linganua. Sasa kulinganua pia ni nini? Kunajua kulinganua ni differentiate. Kupeana tofauti. Si kulinganisha. Kulinganisha ni similarity. Masuala ambayo yanauliza similarity between ni kulinganisha. Differences between kulinganua sasa. Kupeana utofauti uliopo. Kwa hivyo usipoelewa pia kulinganua ni nini, bado pia nafasi ya mayai inakufuata tu. Kulinganua ni kulinga ama kufanya nini. Kwa hivyo mwelekeo aturegeshe swali tuchanganue mtindo. Sijui mbona hunielewi. Kuna alama ya hisi pale ni da. Kwa hivyo kuna nida au siahi, sijui mbona hunielewi. Kuna jazanda, mfuko wangu. Kwa pale ukiona gharama zote zinajua mfuko wangu ni jazanda. Kurejelea nini? Pesa na kugharamia kila kitu. Kisha nahau ipo pale pia vile vile. Kujua mfuko ni nahau. Kuanzia pale kujua mfuko ni nahau, au kusema kimasomaso pia ni nahau. Alafu kuna taswira. Na ni taswira pale, taswira ya kuambia, kusema, kujua mfuko. Hiyo ni taswira. Au taswira tofauti. Kuna msemo, kujitolea kwa hali na mali. Huo ni msemo. Kuna pale hali na mali, msemo. Kuna uhuishi ama tashisi ama uhaishaji. Unajua uzito wa majukumu nilio nayo. Uhaishaji, uhuishi au tashisi. Kuna kinaya. Mshahara wako sikuombi wala sikupangii. Pale kuna kinaya. Kuna tanakuzi. Tanakuzi ni matumizi ya vinyume, two opposing words. Mshahara wako sikuombi wala sikupangii. Kuna kuomba na kupanga. Tasfida. Kwa tasfida pale, gharama zote zinajua tu mfuko wangu. Ametumia tasfida. Kuna chuku pia. Gharama zote zinajua tu mfuko wangu ni uongo. Kuna vitu ambavyo Neema pia alikuwa anashughulikia. Kwa hivyo pia kuna kejeli. Kejeli ipo pia, gharama zote zinajua tu mfuko wangu. Takriban nimepatia 12, wanataka 6. Mpewe mwanafunzi wanguke tu. Na kuchanganua mtindo ni swali ambalo huwa ni nyepesi sana. Na ndio maana tunaambia wanafunzi, walimu, ukifunza mtindo unataka kupea matini ya mtindo. Kama hiyo sehemu kidogo kuna mitindo 12. Utaandika matini yanatoshana vipi? Kitu cha kimsingi ni mwanafunzi aelewe hizi mitindo. Ukishajua koja ni nini, ushajua uhaishaji ni nini, taswira ni mbinu gani, ushajua taswira ni mbinu gani, chuku ni mbinu gani, kejeli, stizai au bezo ni mbinu gani, itakuwa rahisi sana kwako kutambua mbinu yoyote ile katika kazi ambayo unarejelea. Lakini iwapo huelewi kutambua, kuna mwanafunzi unapata kujua tashbihi ni nini, ujue stiara ujazanda ni nini. Ukishajua inakuwa ni rahisi sana wewe kutambua mbinu unarejelea katika kazi ya fasihi. Naam. Swali ambalo linafuata linazungumzia nini? Aina 8. Fafanua aina 8 za migogoro inajitokeza katikati ya msemaji na msemewa wa dondoo hili ukirejelea tamthilia Bembea ya Maisha. Hapa anakuambia aina. Hapa anakuambia bili hapa ni 0 tu. Tuseme ukweli, kuna wanafunzi wanaoswali kama hili kwa mara 0. Wajua wanafunzi wanajua tu, ukiuliza wanafunzi watakwambia migogoro. Watakwambia mhusika fulani anaendeleza migogoro. Lakini wajua mgogoro wenyewe ni upi? Mgogoro ni conflict. Kwa hiyo ukiuliza aina za migogoro unaulizwa types of conflicts. Migogoro hujitokeza. Na hapa tunazungumzia watu wangapi? 2. Kwa hivyo kuna Bunju na kuna Neema.
mazungumzo kati ya hao wawili yanaibua migogoro ipi katika kitabu kizima? Si katika dondoo peke yake. Sasa ni kitabu kizima. Naam. Kwa sababu ni wao wawili wana migogoro. Kwa hivyo tunajikita leo hii katika migogoro ya watu wangapi? Wawili. Bunju na Neema. Kuna mgogoro wa kimajukumu. Kwa hivyo angalia kazi hii. Migogoro inajitokeza nyingi sana baina hawa wawili. Lakini sasa unaweza ukaweka aina za hizi migogoro. Kuna migogoro ya kimajukumu. Bunju anahisi kuwa Neema anatelekeza majukumu yake ya uzazi. Hasa katika kumlea nani? Lemi. Nasema tena narudia, kuna mgogoro wa kimajukumu. Na mhusika hapa ambaye ni mlalamishi ni Bunju. Bunju anahisi kwamba Neema ametelekeza majukumu yake ya malezi. Na malezi ya nani? Ya Lemi. Kumbuka akimwamsha Lemi asubuhi, alikuwa anamuuliza hivi Lemi hajaamka? Ati bado ni mapema, bado analala. Kwa hivyo akasema haya muendelee kumdekeza. Kwa hiyo kuna majukumu ya kundadi. Kuna kutelekezwa kwa majukumu ya kimalezi. Na pale tumesema kwamba ni Bunju anahisi kwamba Neema hafanyi majukumu yake hapa ya kimalezi. Kwa hivyo kuna mgogoro wa kimajukumu. Kuna vile vile mgogoro wa kiuchumi, financial conflict. Neema anataka Bunju amsaidie kugharamia matibabu ya nani? Ya Sara. Bunju anamwambia kwamba hana pesa. Anasema kwamba yeye anamuelewa vizuri fika kwamba japo anang'ang'ana kuhakikisha kwamba anapeana majukumu ya kila kitu kwa nyumba ikiwemo chakula na mavazi, hayupo katika nafasi bora kwa sababu ya kazi anayofanya. Pesa hazipo, ana madeni chungu nzima. Kwa hivyo kuna mgogoro wa nini? Wa kiuchumi au kifedha unajitokeza pale. Kuna mgogoro wa kifikra pia, conflict of thinking. Kuna mgogoro wa kifikra unajitokeza wapi? Wakati wanazungumzia masomo ya Lemi pale sebuleni, walizungumzia vipi kuhusu masomo ya Lemi. Alafu Neema akasema, ambaye ni mama yake Lemi, kwamba alishuka nafasi darasani lakini akapandisha alama. Bunju anakasirika, anasema afadhali angeshuka nini? Alama, lakini apande nafasi. Kwa hivyo unaona hawa watu wawili hawaelewani, wana mtazamo tofauti. Ndio maana nimesema kuna nini? Kuna migogoro ya kifikra. Kwamba Neema anafikiria kwamba nafasi si muhimu katika masomo. Kitu cha muhimu ni nini? Ni alama. Na hata ukiangalia watu wengi wao wanaona kwamba afadhali upandisha alama lakini si nafasi. Lakini Bunju naye anasema kwamba hata angeshuka alama basi, lakini apande nini? Nafasi. Kwa hiyo pale kuna mgogoro wa kifikra. Kuna mgogoro vile vile wa kifalsafa. Kuna mgogoro wa kifalsafa au unasema mgogoro wa kielimu. Neema anaona kwamba Lemi anazidi kuwa bora hasa katika utendaji, na kwamba akiwa shuleni anajihusisha sana na masuala ya kujiendeleza. Lakini baba Lemi haoni hivyo. Baba Lemi anaona tu kwamba Lemi anafaa kupita mtihani. Na ni wazazi wengi. Uweze ambia mzazi kwamba mimi baba niko sawa kwenye drama. Hata juzi nimekuwa katika tamasha za kitaifa. Lakini wakati ukizungumza, wewe alama zako una 0 zako 3. Babako ataona wewe unacheza. Lakini katika familia hii si wote waliona hivyo. Baba alishikilia ule mtazamo wa elimu ya kupita. Lakini mama akasema kando na kwamba Lemi hakuenda kufanya vizuri, kuna vitu ambavyo Lemi amefanya shuleni ambavyo vinamweka katika nafasi bora. Ukiangalia swala lili utapata kwamba kuna mgogoro wa nini? Wa kielimu au kifalsafa, philosophy. Kwamba hawa wawili hawana falsafa sawa. Wana mtazamo tofauti. Kuna mgogoro vile vile wa kikazi baina hawa wawili. Neema anahisi kuwa Bunju anamdhalilisha kwa kiwango fulani. Kwamba Bunju alikuwa akikumbusha Neema kila wakati kwamba yeye ndio kichwa cha nyumba.
kwamba umesahau kwamba mimi ni mwanaume na mimi ndio kichwa cha nyumba. Kwa hivyo pale pia vile vile kuna mgogoro. Kuna vile vile mgogoro wa kijinsia baina ya wale wawili. Ubabe dume fulani unajitokeza na huyu Bunju. Ukimkumbusha mkeo kwamba wewe ni mume na wewe ni kichwa cha nyumba, basi maisha tayari kuna conflict ya gender. Kwamba Neema amejisahau nafasi yake kulingana na wewe kama Bunju. Unaona kwamba Neema ana nafasi fulani kama mwanamke, na hiyo nafasi ameitelekeza. Kwa hivyo kulikuwa na pale mgogoro wa kijinsia, na unazungumzia swala la ubabe dume baina ya Bunju na nani? Na Neema. Kuna vile vile mgogoro wa kitamaduni au mgogoro wa kimila au mgogoro wa kidesturi. Wakati Neema analeta mamake mjini na anasema mamake ajistiri pale kwao nyumbani, Bunju alishikilia kwamba mila na desturi hairuhusu mkwe kundrani kulala kwa mkaza mwana. Kwa hiyo tayari unaona pale kuna conflict. Neema anataka mamake alale wapi? Nyumbani kwao. Bunju anasema haiwezekani kwa sababu ya nini? Mila na desturi. Wawili tayari hawaelewani. Kutoelewana kule ni mgogoro. Kwa hivyo kuna mgogoro wa nini? Kitamaduni, kimila na kidesturi. Kwa hivyo mwanafunzi lazima abainishe aina ya mgogoro. Bila kubainisha aina ya mgogoro atafeli. Naam. Swali ambalo linafuata mwelekezi wetu, swali ambalo nadhani la mwisho. Naam. Linasema vipi? Linganua asasi inayorejelewa pale katika dondoo. Asasi gani? Marehemu nyanyangu alipotupa mafunzo ya unyagoni alitueleza kila tulifaa kutenda. Linganua asasi inayojitokeza kwenye dondoo hili kiwakati ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Asasi gani inarejelewa pale? Asasi ya mila na desturi ama utamaduni. Kwa hivyo angalia tu sasa na uangalie utamaduni. Ni kazi rahisi sana. Lakini mwanafunzi asipoelewa itamsumbua. Marehemu nyanyangu alipotuma mafunzo ya unyagoni, hiyo ni mila. Alitueleza kila tulichofaa kulitenda. Kwa hivyo tunazungumzia mila. Lakini tunasema ulinganua asasi inayojitokeza. Asasi ile pale ni mila. Kwa hivyo ukilinganua mila kwenye dondoo kiwakati ukirejelea tamthilia Bembea ya Maisha, utatoka kwenye mila na desturi ambazo zilikuwepo pale awali na urudi katika mila za kisasa. Kwa hivyo mtihani hapa ni uzungumzie awali na kisasa. Kwa hivyo mara nyingi asilimia 99 majibu yake atachukua mkondo huu. Awali watoto wa kike hawakuruhusiwa kuvaa nini? Kurithi mali, lakini sasa wanarithi mali. Kwa hivyo pande mbili. Awali mtoto wa kike, elimu ya mtoto wa kike ilitiliwa bezo. Sara hakusoma sana kabla ya kuozwa, lakini sasa wanasoma na kwenda shule. Neema amehitimu na degree ngapi? 2. Mtazamaji, hili swali na pande mbili. Ukizungumzia pande mmoja bila kuzungumzia pande wa pili ni sufuri. Kwa hivyo lazima tuambie, wanasema ulinganiwe kiwakati. Lazima uweke vitu vile kwenye mizani. Tupeleke awali na utuonyeshe kisasa, lakini jikite katika kitabu au tamthilia ya Bembea ya Maisha. Nimezungumzia awali mtoto wa kike hakuruhusiwa kurithi, lakini sasa wanarithi. Mazungumzo baina ya nani? Yona, Luka na Beni anaeleza wale. Awali elimu ya mtoto wa kike ilitiliwa bezo. Watoto wa kike hawakuruhusiwa kwenda shule. Waliozwa kama Sara anaozwa kwa darasa la 7. Lakini sasa wanaenda shule na kusomea taaluma tofauti. Neema, Salome na Asna wamesoma na kuhitimu. Na hata Neema na degree ngapi? 2. Awali thamani ya mtoto wa kike ilidunishwa kulinganisha na mtoto wa kiume. Lakini sasa wote wamewekwa katika mizani sawa. Neema, Asna na Salome wanawekwa katika mizani sawa kama wanaume. Na ndio maana wamesoma na wanatekeleza majukumu ambayo hata wanaume wameshindwa kuyatekeleza. Awali majukumu mengi ya kifamilia yalikuwa yakitekelezwa na nani? Na mume. Lakini sasa wanawake pia wanapewa nafasi na uhuru wa kujiendeleza na kutekeleza majukumu. Mfano, Neema amesoma na kuhitimu, anapata gari na anapewa nafasi na bwanake ama mume ambaye ni Bunju wa kufanya majukumu yake anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa hivyo kitu cha kimsingi, mtazamaji, eleza tofauti kati ya mila na desturi za tamaduni ambazo zilitangulia na usasa uliopo.
kwamba ni kama tu kuulizwa usasa na utamaduni. Kwa hivyo nenda kwenye utamaduni, onyesha usasa. Tamaduni, usasa, utakuwa umelinganua. Swali hili linazungumzia utofauti uliopo baina ya usasa na utamaduni, lakini kwa njia tofauti. Umeulizwa kwa njia ya kufikiria, si moja kwa moja. Njia ile imetumika si wazi. Zungumzia wahusika katika muktadha wa utamaduni, kisha urejelee swala la mila na desturi ambazo zilikuwepo pale na zinaweka mchango upi katika wahusika mbalimbali. Kisha usasa unasawiri ama unachora vipi hawa wahusika. Naam. Ndio majibu hayo mtazamaji. Tayari dakika 2 zishatamatika baada ya saa 6 kamili. Naona tunatamatisha muda wetu hapa vile tunatamatika. Mwalimu, pengine la kutamatisha kabisa kabla tuondoke studioni. Kutamatisha ni kuambia wanafunzi kwamba katika fasihi andishi lazima idhibati ijitokeze na ujieleze kikamilifu. Bila hilo wanafunzi wengi huenda likizo hii kusahisha ikawa kazi rahisi sana. Tukakupatia sufuri zako na wewe ndio unatoka darasani ukisema kwamba mtihani ule ulikuwa mwepesi. Mtihani ulikuwa mwepesi si shida. Jiulize umeandika nini kwenye mtihani. Muda ambao umesalia ni mchache sana. Kuwa makini wakati wa kudurusu. Ile tunaweza kusema be objective. Lenga, kuwa na malengo ambayo yatakusaidia kujiandaa vizuri katika mtihani wa kitaifa. Usisome kama kipofu anayesoma chochote ambacho anasoma, hata yale ambayo hastahili kusoma. Siseme kama kipofu. Ndani nakamilisha kipindi pale. Sina lazima. Nitafute kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, Twitter, kondali au mtandao wa X. Majina yangu ni yale, jina langu ni Brian Whitkis katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube na mtandao wa X. Au wasiliana nami kupitia barua pepe oderowithbrian@gmail.com au nambari ya simu 0712366932 0712366932. Kutoka kwangu sina la ziada. Naam, asante sana Mwalimu Wilkins kwa kutupambia awamu ya pili kipindi Dawati la Lugha. Asante sana mwelekezo wetu Kelvin Kibet. Hadi weekend kesho basi tunakutakia kila laheri kwenye mtihani wa kitaifa. Kwa heri mtazamaji.